Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu nyote mlioko diaspora na ndugu zangu nyote mlioko Mombasa County. Kwa kweli nafikiri pirika ya ndugu zetu wa gas yale ambao wanafanyiziwa ni jambo la kutamausha katika mwambao huu wa pwani, na tumeyaona wale ndugu zetu waliozungumza wamezungumza kwa kadhabu kubwa sana. Lakini mimi nampongeza ndugu yangu Mwashetani, alipokuwa kwa mbunge Mwashetani wa sehemu ya Lungalunga alitetea kisiwa, na kile kisiwa walifaidika ndugu zetu pale. Mwashetani, pongezi sana ndugu yangu Mwashetani. Lakini sikizeni huu jumbe wa dada yetu seneta wa Mombasa, seneta maalum, msikizeni. Kuhakikisha kwamba usalama unapatikana na hasa tatizo hili kuweza kumalizwa kabisa. Tija kubwa ambayo mimi nimeiona ni watoto wetu kupata vitambulisho kwa haraka, kwa sababu watoto wengi hata katika shule zetu za serikali wanaweza kukosa ile funding ya habitation, sababu watoto wengi hawana hata stakabadhi kama birth certificate. So tunapozungumzia masuala ya security tunazungumza miundombinu yote, biashara kuweza kupatikana, ugavi wa rasilimali kufika kwa wakati, kwa sababu kuna zile simulizi watoto wetu wakizisikia katika simulizi zetu wanahisi kama tunaonewa na wanakimbilia kwenda kufanya uhalifu. Lakini rasilimali inapogawa kwa usawa, stakabadhi kupatikana kwa urahisi, inaondosha zile chuchu na kwamba kuna jamii fulani wanaonewa, wengine hawaonewi. Lakini zaidi namshukuru waziri kwa kutoa tamko moja kwa moja kwa mkuu wa polisi wa kanda ya Pwani, Bwana Ndungo, kuweza kuwashika wanasiasa ambao wanawachochea hawa vijana kuweza kujihusisha na uhalifu. Hiyo ni ishara kubwa ya kwamba serikali imechoshwa na inajua pale ubovu huko na iko tayari kupambana nao. Mheshimiwa Miraji, kabla hatuja kuacha, wacha tumalizane na haya masuala ya ardhi ambayo bado naona yana utata sana. Ukiangalia kama kule Kwale katika lile eneo la gasi, licha ya kwamba kunasemekana kwamba kulikuwa kuna notisi imeweza kutolewa, watu wakavunjiwa nyumba zao. Hili tatizo la ardhi jamani, na nyinyi kama wajumbe wetu ambao tumewatuma kule, mnatusaidia vipi ili kuhakikisha kwamba na wapwani nao wanapata afua? Ningesema lakini wacha tuseme. Kwa sababu tuna viongozi katika ukanda wetu wa Pwani ambao ni wahusika wakuu katika unyakuzi wa mashamba, na wengine wetu miongoni mwetu wao ndio wanawakilisha mabwenyenye. So masaibu yanayofika Mpwani 80% yanachangiwa na viongozi wa Pwani, kwa sababu mikakati iko, sheria zipo, onesha ni vipi Mpwani atasaidia. Sasa ndugu zangu, mmemsikia Seneta Miraji aliyozungumza mwanzo kuhusu masala ya usalama. Analalamika sana kwamba wanasiasa, na tuliyasema kitambo, mbona wanasiasa hawashikwi? Ndio tukawaambia wanaubuni matatizo ndani ya Pwani ni wanasiasa, na wanaojidai kuwa watatatua matatizo ni wanasiasa hawa ndio wanajidai tatatua nini matatizo. Kwa hivyo wameshindwa kutuongoza wameshindwa kutuongoza na kuwapatia vijana haki. Anasema matatizo ni ID. Kweli hawa wanapomaliza kusoma wanaenda wapi? Nafasi za kazi serikali inawapea. Mwawapea kina nani? Watu wenu mbona hawako makazini? Mbona hawako makazini watu wenu? Tukija masuala ya ardhi, niliwaambia GTI, wewe Miraji, niliwaambia GTI kwamba wanaotuletea matatizo ya ardhi ni nyinyi wanasiasa. Leo umeyakubali kwamba nyinyi wanasiasa wa Pwani ndio mwenye kutuleta matatizo, na wakuu ndani ya serikali ndio mnatuleta matatizo, alafu nyinyi mwajidai ndio mtatatua matatizo. Ndio nikawaambia juzi kwamba Murkomen amekuja kujivinjari, hakuja kutatua matatizo hapo, ankuja kutembea Mombasa Murkomen. Sasa leo umekubali Miraji kama matatizo mnayabuni nyinyi wanasiasa, alafu mwajidai nyinyi ndio mna suluhu ya matatizo. Sasa nyinyi mmeshindwa kutatulia watu wenu. Kwani bunge kazi yake ni kazi gani wewe Miraji? Mngekuwa na mkapeleka mswada ndani ya bunge. Leo ndugu yetu Mwashetani alipeleka kisiwa ndani ya bunge, kisiwa ndugu zetu wakanufaika katika kisiwa kile.
Lakini leo moja mwalia kilio cha samaki Miraji. Hichi ni kilio cha samaki. Kumaanisha hata zile public participation tuliofanya Senate ni zero. Kwa sababu nyinyi ndio mnajua matatizo haya Miraji. Usichezee akili. Pili, ndugu zanguni, mkazo uliotokea hapa Mombasa kwamba ni jambo la kufedhesha. Tulimuona ndugu yetu Anza Fresh akizungumza sehemu yake, alafu iweje huyu MCA yuaje yule jamii yangu hapo ameingia hapa ndani ya hili jumba sijui nini. Sasa ulikuwa hujui wewe? Sasa kama jamii yako imeingia pale nyuma, imeingia ndani ya ile jumba, sasa hatua gani umechukua wewe kama MCA? Sasa wewe sio kupiga debe kwa watu wakae mbali, kisha wewe aliingiaje ujamii yako? Sasa wacha kutuchezea akili wewe, anza kwanza kama ni Anza Fresh. Ndugu zangu, ni matatizo ambayo yako ndani ya hospitali za Lamu. Kwa sababu mgonjwa aenda pigwa x-ray Kilifi ama Mombasa, alafu tunaambiwa isatimame anafanya kazi. Vipi x-ray ndani ya Lamu hakuna? Mgonjwa kupata matibabu x-ray ndani ya Lamu ni tabu. X-ray yapigwa Mombasa na Kilifi tu. Jamani, hii ni matatizo. Leo mtu wa Lamu anapata shida sana na kuna viongozi kina Kapteni Ruwaida. Haya vipi hamyazungumzii nyinyi? Failure. Alafu najidai wewe ni mtu wa ngoma Ruwaida. Leo matatizo watu wako wanayopata huyazungumzii ndani ya bunge wala hukai na governor. Wewe tukikuwa na Kirumbizi taarabu. Wewe sasa mimi nashangaa na Kapteni Ruwaida. Kama jamii yako leo yaja kwa chombo cha habari inalalamika Lamu East na Lamu nzima, vipi ninyi viongozi wa Lamu hamwezi kutatua matatizo ya watu wenu? Leo watu wenu wadhalilike. Jamani, tuna matatizo viongozi. Pili, ndugu zangu, mimi nashangaa yale matatizo yote Mombasa County iliyopata hasara, hatukusikia Boy Scout akizungumza jambo lolote. Boy Scout leo jamii ya Marikiti ilipata hasara kubwa sana. Vipi huku yazungumzia matatizo ya Marikiti? Wewe si mwakilishi wao? Na yale majumba aliyopata hasara, mbona hujazungumzia wewe Boy Scout? Ndio nikawaambia huyu ni bubu. Boy Scout ni bubu. Sasa kama watu wako wapata shida huyazungumzii, uende yazungumzia wapi? Kwenye vikao, maskani. Hiye ndivyo boss. Wewe umechaguliwa kama kioo cha jamii, kiongozi, kwenda kuyazungumzia masala yale hata kwa gavana. Watu wangu wampata shida kadhaa nyumba zao. Wa jamii, ndugu zetu wa Marikiti wampata hasara, hawakufanya biashara. Na wengine wao wametegemea biashara zile, hawakufanya. Wawachukulia vipi hawa? Wewe Boy Scout. Hata man kauli huna wewe. Wewe kiongoza kutoka wapi ndugu yangu Boy Scout? Ndugu zanguni, wakazi wa Mvita mmepata hasara kubwa sana. Wallahi mmepata hasara. Kama mchezo ni huu, mmepata hasara sana kwa miaka 5. Lakini mimi nawaambia, mkombozi anakuja, mkombozi anajipanga mkombozi. Lakini mimi nawaambia ndugu zanguni, yale masala aliyofanya Malala ni masala ya kisheria. Lakini serikali iache raia apate haki zake. Intimidation haifai raisi. Na ndio inakuharibia intimidation. Kwa sababu kuna freedom of expression. Kama hii inaiua itakuwaje ndugu yangu? Rais, kipenzi chetu, rais wa nchi hii. Lakini yale unayofanya rais ni fedhea kwa nchi, kuonekana kwa nchi nyinginezo. Tukija tena UDA, tumemwona ndugu yetu Mohamed Ali anaozungumza kwamba UDA huenda ikapasuka ndani ya Mombasa. UDA kwa sababu amesema kikosi chake Mohamed Ali kishajiondoa. Sasa Hassan Sarai, UDA sidhani kama itatamba ndani ya Mombasa. Hili tuna hakika. Kama hakuna mshikamano ndani ya Mombasa, UDA, Rais William Ruto atakosa kura. Nilimwambia ndugu yangu Walele, nilikwambia Walele kwamba UDA ndani ya Mombasa haitakuwa na nafasi. Kwa sababu ajira mmewanyima wale walikuwa mkifanya nao kazi. Leo wale walikuwa wakijipiga kifua kama sisi kwa UDA. Hatuna thamani, wengi hawana thamani. Wala hawana imani na UDA. UDA ya matajiri. UDA yapatiana viti kujuana. UDA unapokosoa UDA basi wewe hali taabani utaliwa kama nyuki. Kwa hiyo tunawaambia UDA ndani ya Mombasa huenda ikasambaratika. Na hili nawaambia UDA ndani ya Mombasa huenda ikasambaratika. Mohamed Ali umezungumza masala mazuri kwa sababu lazima kwa kila mmoja apate haki. Lakini kama haki hii yenda kwa sehemu moja, Sarai una kibarua. Ndio nikawaambia Sarai si kiongozi.
Sarai si kiongozi. Sarai ni mtu atafuta maslahi yake mwenyewe na watu wake, lakini Sarai si kiongozi abadan. Shukran sana.